Mtazamaji wa TNTV, hapa ni katika kituo cha kulelea wazee cha Kilima kilichoka halmashauri ya Bukoba mkoani Kagera, ambako hii leo wanashuhudiwa watumishi wanawake wa shule ya awali na msingi ya Rwekiza wakifika hapa kutoa misaada mbalimbali, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani pamoja na zawadi zilizotolewa. Pia tutasikia viongozi wa kituo hiki pamoja na wazee wakiomba jamii na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba wanawasaidia katika ujenzi wa kisima ili kuweza kuvuna maji ya kutosha kipindi cha mvua. Hii ni TNTV, jina langu ni Arnold Kelembo. Sawa kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Wanaletwa kutoka sehemu mbalimbali, wengine wanatokana na rufaa kutoka hospitali, kwenye kata, kwenye mitaa ambapo wanaonekana wana uhitaji, hawana ndugu, hawana familia, wameishi mtaani kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakishaonekana huko, jamii inawapa inawaleta kwa maafisa wa jamii na kuwapa rufaa na kuwaleta kituoni. Pia hapa wakikaa, kama inaonekana tumetafuta ndugu zao, tunawatengamanisha au tunawaunganisha na ndugu zao pia. Kwa hiyo inatokea kuna wazee wanapatikana ndugu zao, basi tunawarudisha katika jamii zao. Kwa sasa hivi changamoto kubwa haswa ni kisima. Hatuna kisima cha maji. Kwa kama tutapata wadau kutusaidia kupata kisima cha maji, tutashukuru sana, kwa sababu mkoa wa Bukoba sana maji tunategemea kwa mvua. Kwa wakati wa kiangazi kuna changamoto ya maji sana. Wito wangu kwa jamii kwa ujumla ni kuendelea kuwatunza wazee kuanzia majumbani kwetu kwanza. Kwa sababu wazee wengi hapa walikuwa na familia zao, lakini watoto au familia zimeshindwa kuwatunza. Kwa hiyo tunaendelea kuomba na kuisisitiza jamii kwa ujumla kuendelea kuwatunza wazee wakiwa majumbani kwao, na hata waliokuwa vituoni pia kuendelea kuwakumbuka kwa misaada mbalimbali. Kwa sasa kina wazee 20, wanaume 16 na wanawake 4. Kwa niaba ya uongozi mzima na mkoa wa wazee Kilima, tunapenda kushukuru sana umoja wa wanawake wa shule ya msingi ya awali na ya msingi Rwekiza. Pia tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rwekiza kwa kuweza kuwaruhusu wanawake hawa kujumuika na sisi leo. Pia tunashukuru kwa zawadi ambazo umetoa, tumezipokea kwa moyo mmoja. Tunashukuru sana, Mungu azidi kuwabariki na azidi kubariki Mheshimiwa pia. Nasi tukaona si vibaya kama tutafanya jambo hili, kuja kuwatembelea wazee wetu, babu zetu, bibi zetu, ili siku yetu iishe vizuri kwa baraka na furaha pamoja na nyie wazee wetu. Tunamshukuru Mungu na tunamshukuru pia bosi wetu ambaye ndio mkurugenzi wa shule yetu ya awali na msingi, Mbunge Johnson Rwekiza. Ametupa sapoti, ametuunga mkono baada ya kumshirikisha jambo letu la kusema kwamba siku ya wanawake, sisi kama wanawake na wafanyakazi kutoka shule yako tunaomba au tunapenda twende tukawatembelee wazee wetu ili siku yetu iwe na baraka. Akatuunga mkono kwa kusema kwamba na mimi kwa kidogo nitawasapoti au nitawawezesha ili muweze kutimiza jambo lenu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumeweza kufika na zawadi kidogo. Tunaomba mzipokee pamoja na zawadi kutoka kwa mbunge wa vijijini Mheshimiwa Johnson Rwekiza. Mungu awabariki na tuna imani mtazipokea. Mimi jina langu naitwa Wilson Ziraimana, nikiwa ni balozi wa wazee hapa kituoni. Kwa hiyo mimi nachopenda kushukuru, nashukuru kwa msaada mliotuletea hapa. Tuko vizuri. Tunaombea Mwenyezi Mungu mahali mmetoa, Mwenyezi Mungu aweze kuongezea. Ninaomba muendelee kujali wazee. Sisi tulikuwa vijana, tumezeheka, tukakamatwa na maradhi. Bahati nzuri serikali kama nyinyi mnajali sisi, mmekuja tuangalie. Tunaomba muendelee na kukumbuka. Mungu wangu nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu mbariki sana. Yaani Mwenyezi Mungu tunaombea maisha mema, mnatupenda, sisi tunawapenda. Karibu sana.